Ni siku nyingine tena mtazamaji, tumekutana bila shaka uko salama buheri wa afya, na nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima ile kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Karibu tu sote, na kwa kwanza tuanze na hili ambapo mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA imeitisha kikao cha dharura kitakachokutanisha wadau wa usafirishaji kujadili mapendekezo ya bei ya nauli baada ya kupanda kwa bei ya mafuta. Tupate undani wa taarifa hii. Tangazo la kikao hicho limetolewa na mkurugenzi mkuu wa LATRA Habibu Suluo alipozungumza na waandishi wa habari mkoani Pwani, ambapo amesema mamlaka hiyo haitosita kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale watakaopandisha nauli kabla ya kufikiwa kwa makubaliano ya kikao hicho kitakachofanyika Aprili 8. Sheria inataka sisi tupange nauli, na baada ya kupanga nauli ambayo inaidhinishwa na bodi ya wakurugenzi inatangazwa kwenye gazeti la serikali, na nauli hizi zile zitaanza kutumika siku 14 tangu tarehe ya kutangazwa. Kwa hiyo tumeona tukisema tunaitisha kikao kesho, kwanza watu watakuwa wajiandaa kuhudhuria. Tuendelee na utamaduni wetu wa kawaida, tunatoa siku 7 mpaka tarehe 8. Siku ya Jumatano tutakuwa na kikao cha wadau. Aidha, mkurugenzi mkuu huyo wa LATRA amesisitiza mambo muhimu ya kuzingatia wakati wa kuleta mapendekezo na maombi ya nauli mpya za usafirishaji. Kanuni zetu za kupanga nauli, kanuni ya 92 inataka mtoa huduma alete maombi LATRA endapo katika kipindi kisichopungua miaka 3 mrejesho wa mtaji wake, ile tunaita return on investment, ni chini ya 10%. Esther Mtebe, Channel 10. Na mtazamaji, kufuatia kupanda kwa bei hiyo, baadhi ya madereva vyombo mbalimbali vya moto waliohojiwa pamoja na baadhi ya wafanyabiashara wa bidhaa wamezungumzia athari zinazotarajiwa kutokana na kupanda huko kwa bei ya mafuta. Tujiunge na waandishi wetu waliotembelea maeneo mbalimbali ili kuzungumza na wananchi juu ya athari zinazoweza kujitokeza kufuatia kupanda kwa nishati hiyo muhimu. Karibu Beatrice Eric. Leo zimetangazwa bei mpya elekezi ambazo zimepanda kutoka 2,864 hadi 3,820. Bei hii haijawahi kutokea hapa nchini Tanzania. Zungumza na baadhi ya madereva wanaofanya shughuli za usafirishaji, wakiwemo madereva wa pikipiki pamoja na bajaji, kuhusiana na upandaji huu wa bei ya mafuta. Sasa 3,820 kwa hali gani tulionayo? Na upakiaji sasa umeshakuwa mgumu. Upakiaji tunalazimisha kupakia kama daladala kutokana na hali ilivyo. Unapakia abiria 4, unatoka nao labda Mbezi kwenda nao Kariakoo, abiria moja analipa 2,500 au 3,000. Abiria uweza ukampandishia bei kwa ghafla, lazima atashituka. Sasa kwetu sisi inatubana, maana mafuta yamepanda kwa ghafla. Sasa huko mbele tunavyozidi kwenda sijui. Miongoni mwa madereva hao wanaiomba serikali kukaa chini na kutafakari upya ili kupunguza baadhi ya kodi ambazo huenda kwa namna moja ama nyingine zikawa ni suluhu ya kupunguza bei ya mafuta. Upo, ndio maana kama unavyoona tumekaa hapa tunajadiliana, lakini tunaomba serikali pia iangalie kama mafuta yanapanda bei, kuna kodi zao pale kidogo wameziweka pale, wao wapunguze kodi zao zile ili sisi itupe unafuu sisi. Naam, wakati mwenzangu Beatrice Eric akiangazia athari za kupanda kwa bei ya mafuta kwa wasafirishaji, mimi niko katika soko la Magomeni. Hapa ninazungumza na wafanyabiashara wa soko hili ambao ni miongoni mwa watumiaji wakubwa wa usafiri ama vyombo hivyo vya moto. Kumekuwa na tofauti kidogo ya bei. Mfano, eneo waliokuwa watu wa bodaboda wanatupelekea mizigo yetu kwa wateja shilingi 1,000, sasa hivi wanapeleka kwa shilingi 2,000. Lakini kubwa zaidi, binafsi yangu mimi nimuombe Mwenyezi Mungu abadilishe hii hali kwa wale wanaopigana, ili hii athari isiwaguse hata wale watu waliokuwa na vipato vya chini. Mara nyingi waliokuwa na vipato vya chini ndio wanaoumia zaidi kwa sababu ya kutokuwa na akiba ya kutosha majumbani mwao. Kwa upandaji wa mafuta sisi utatuathiri sana, kwa sababu kabla ya mafuta hayajapanda pia tulikuwa tunaona bidhaa bei ghali sana. Sasa hivi na hivi yamepanda, sitakuwa natumiza sana.
Kwa hiyo kwanza athari inaenda kwa mlaji moja kwa moja. Bidhaa atakapoipata kwa bei ghali, itabidi ile gharama niongeze kwenye bidhaa, na hapo ndio unapokuja kukutana na mgomo wa walaji, kwa sababu ataanza kusema nauza bidhaa bei ghali wakati inapatikana kwa bei rahisi kutoka mashambani. Serikali itatusaidiaje katika hilo? Lakini bila kutia mkono wake serikali inaleta ugumu kwenye maisha kwa ujumla, mzunguko wa maisha unakuwa mgumu. Licha ya kupanda kwa bei hiyo ya mafuta, lakini hali ya bei ya bidhaa mbalimbali katika soko hili la Magomeni iko vile vile. Angalizo tu ni kwamba wafanyabiashara hawa wanahofia kwamba bei inaweza kupanda kadri siku zinavyozidi kuendelea. Upande wa kuku au baadhi ya bidhaa hakujawa na mabadiliko makubwa. Niwaambie tu wananchi kwamba kwa sikukuu iliyo mbele yetu wajiandae vizuri kwa amani, furaha, waje kutafuta vitoweo vyao katika soko la Magomeni. Bidhaa bado hazijawa ni za kutisha, bado bei ni zile za zamani. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la soko la Magomeni hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Kisa Mwipiana wa Channel 10. Na mtazamaji, ni wanahabari wetu hao Beatrice Eric pamoja na Kisa Mwipiana. Tukiangalia taarifa nyingine, madereva bajaj na bodaboda katika manispaa Geita mkoani Geita wamelazimika kupandisha bei ya usafiri kutoka shilingi 500 hadi shilingi 1000 kwa bajaji na shilingi 1000 hadi shilingi 2000 kwa pikipiki kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli kutoka shilingi 3064 hadi 2020 kwa lita moja. Tupate taarifa zaidi kutoka huko Geita. Wakizungumzia hali hiyo, baadhi ya madereva hao baada ya mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji nchini EWURA kutangaza bei elekezi za mafuta kwa kila mkoa hapa nchini ambazo zitatumika kwa kipindi cha mwezi wa 4. Wateja wetu wazee wa jerojero tunaonea huruma, wajipange kisaikolojia, wasije na bei zao zile za nyumbani zile bana bajaji 500, hapana. Wakija waulize bei kabisa. Unachukua abiria wa shilingi 500 na 500 ukiangalia umbali wa kutoka hapa kwenda Nyankumbu, sawa, almost unaweza ukajikuta ni kama kilomita 1 na point au 2 au 3 kabisa. Kweli hapo kuna hadha kubwa, hususan kwenye watu ambao tayari hawajamiliki vyombo vyao, wana vyombo vya mikataba. Sasa inatakiwa kwa tajiri kama ni bajaji achukue shilingi 25,000, kama ni pikipiki achukue shilingi 10,000. Lita moja ina uwezo wa kuleta shilingi 12,000, 13,000. Katika bei hizo, wilaya ya Bukombe petroli itauzwa kwa shilingi 4,009 na diesel 3,995 kwa lita moja. Chato petroli ni 4,041 na diesel ni 4,027. Mbogwe petroli ni 4,058 na diesel ni 4,044, na wilaya Nyang'hwale petroli ni 4,035 na diesel 4,021. Kubadilika kwa bei hakujatokana na mazingira ya ndani, sio kwamba labda serikali imepandisha kodi au serikali imeongeza tozo na nini. Utaratibu ni ule ule. Kwa hiyo hii bei sehemu kubwa imebadilika kutokana na kubadilika kwa soko la dunia. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Naam, na huko jijini Mbeya, abiria wanaofanya safari zao maeneo mbalimbali mkoani humo wameiomba serikali kutangaza nauli rasmi za daladala na bajaji kutokana na umiliki wa vyombo hivyo kupandisha nauli kiholela kwa madai ya kupanda kwa bei za mafuta, hali ambayo imeleta sintofahamu na mzozo kati ya abiria na madereva. Taarifa zaidi na Epimarcos Apolinari anatueleza. Ongezeko la bei za mafuta maeneo mbalimbali hapa nchini inawalazimu wakazi wa jiji la Mbeya kuiomba serikali kutangaza bei rasmi za nauli kutokana na changamoto ambayo wamekuwa wakikabiliana nayo kwa madereva ama makondakta kuwataka nauli ambazo hawajazoea, na nyingi wakieleza kuwa ni kubwa. Changamoto tunakutana na bajaji wanapandisha bei, kila mtu anatamka bei yake. Usafirishaji tusafirisha mazao yetu huko, yatakofika yatauzwa kwa bei ya gari sana, kiasi ambacho hatutapata wanunuzi wazuri wa kuja kununua mazao yetu.
1000 hiyo tunakoenda na biashara hazipo. Jirani hapa natuambia ni shilingi 1000. Yaani bei ziko juu sana. Tuomba msaada wenu serikali. Madereva wenyewe wameangukia serikali kwa kilio hicho cha mtazamo wa mafuta kupanda, kwamba hawawezi kubeba abiria kwa nauli zile ikiwa mafuta yameongezeka mara 2 yake, wakidai kuwa lita moja ni sawa na shilingi 4000 kwa jiji la Mbeya na mkoa wa Mbeya. Mafuta yamepanda bei, inatakiwa nauli ziongezeke. Maana sasa hapa tufati chochote. Ile hela ambayo imeongezeka kwenye mafuta, maana ndio ilikuwa posho yetu. Vipi abiria huyu kaniuliza baadhi nauli shilingi ngapi, nikamwambia 1000, kakataa, lakini kufikiria kwa sababu anauliza kote anakuta 1000 na urudi tena. Na changamoto hiyo, wengine hawataki kupanda, anaomba 800 ile, mwingine anaomba 500. Sisi tunaumia kwa upande wa mafuta. Na abiria wetu wamekuwa ni wagumu kutoa hizo hela. Ni wachache sana wanaotoa, afu kwa malalamiko sana. Kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Na mtazamaji, hali ya taharuki imekumba jiji la Bujumbura nchini Burundi hii leo baada ya milipuko mikubwa kutokea kusini mwa jiji hilo baada ya ghala la silaha kwenye kambi ya kijeshi ya Musaga kuteketea kwa moto, huku kombora moja likiangukia karibu na kituo cha redio cha taifa. Msemaji wa jeshi Gaspard Baratuza amesema chanzo cha milipuko hiyo imesababishwa na hitilafu ya umeme kwenye ghala la silaha la jeshi hilo, huku milipuko hiyo ikisababisha hofu na ajali kadhaa za magari katika vitongoji vya kusini karibu na eneo lililoathiriwa na kusababisha wakazi wengi kukimbia makazi yao kwa hofu. Musaga ni miongoni mwa vitongoji vyenye watu wengi katika jiji la Bujumbura, huku ukidaiwa kuwa kuna watu waliojeruhiwa katika kituo hicho. Wakulima ambao pia ni wanachama wa chama cha ushirika Matui wilaya ya Kiteto mkoani Manyara wamesema wamekuwa wakipoteza mapato mengi yanayotokana na uuzaji wa mazao yao kupitia wanunuzi wakati maarufu madalali, kufuatia kutokuwa na elimu ya juu, njia na namna bora ya kuuza mazao hayo na kutofahamu upatikanaji wa bei ya masoko kwa wakati huo. Ila Kimani anatueleza zaidi. Wakulima hao wametoa changamoto hiyo katika kikao cha chama cha ushirika AMCOS cha Matui wilaya ya Kiteto cha kupokea taarifa ya utendaji kazi wa chama hicho, na kwamba walanguzi wamekuwa wakiathiri kipato chao kwa kuuza mazao kwa bei ya chini isiyoendana na gharama za uzalishaji, hali inayodhoofisha jitihada za kukuza kilimo chenye tija. Kwa sababu sisi hatuna elimu, tukivuna tunawauzia madalali, mambo yanaishi. Tunatoa elimu kwa watu ili waelewe, wale wakulima wetu, maana sisi ndio saa zingine tunapata maswali sana, sababu tukiwa kule mtaani watu wanapoelewa ni tofauti. Hao watu kati katika biashara zetu za kilimo wamekuwa ni tatizo sana. Hata hivyo, pamoja na malalamiko hayo ya wakulima na wanachama hawa juu ya ulanguzi huo, chama cha ushirika Matui kinawasisitiza kutumia mfumo wa stakabadhi ghalani kuepuka kuendelea kuuza mazao yao kwa bei ya ulanguzi. Hifadhi mazao ghalani inaridhisha na haina usumbufu kuliko ile ya kusubiri mlanguzi aje amuongezee tena. Wewe unauza gunia moja pengine lenye kilo moja, anakuambia ongeza debe. Wakulima wajiunge kwenye ushirika huu kwa sababu manufaa ya ushirika huu kwenda kwa mkulima mmoja mmoja yatakuwa makubwa sana kuliko kutegemea msaada wa mtu mmoja mmoja. Kutoka wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Naam, shukran sana Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema nchi yake itatathmini upya mahusiano yake na muungano wa kijeshi wa NATO mara tu vita dhidi ya Iran vitakapomalizika. Kauli hiyo ya Rubio inakuja muda mchache baada ya Trump kutumia mtandao wake wa kijamii kuzikosoa vikali Uingereza na Ufaransa ambazo zimekataa kujiunga na vita dhidi ya Iran, zikisema hazikushauriwa kabla. Ufaransa ilikatalia Marekani kutumia anga lake kwa ndege zenye silaha kuelekea Israel, huku uamuzi huo ukifuatwa na Uhispania ambayo imekata anga na ardhi yake kutumiwa na Marekani kwa ndege zinazoshambulia Iran. Hata hivyo, Trump alitaka mataifa hayo kujitokeza yenyewe kufungua mlango bahari wa Hormuz uliofungwa na Iran kwa meli zote zinazohusishwa na Marekani na Israel ama washirika wao.
Serikali kupitia Wizara ya Maji imewataka wamiliki wa migodi na wachenjuaji wa madini kufuata sheria na kuzingatia matumizi salama ya mabwawa ya maji na utupaji wa tope sumu ili kulinda jamii na mazingira dhidi ya athari zinazoweza kujitokeza. Amani Mbando ametuandalia taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa rasilimali za maji Robert Sunday kwa niaba ya katibu mkuu wa Wizara ya Maji wakati akitoa taarifa kuelekea mkutano wa mwaka wa usalama wa mabwawa unaoandaliwa na wizara kwa kushirikiana na taasisi ya Chemba ya Migodi Tanzania TCM na kampuni ya City Engineering utakaofanyika jijini Mwanza mwezi Oktoba mwaka huu. Amesisitiza kuwa jukumu la wizara ni kuhakikisha kuwa mabwawa hayo yanakidhi vigezo vya usalama unaotakiwa kwa mujibu wa sheria ya rasilimali za maji na kanuni za mabwawa. Hatuna kiwango cha hali ya mabwawa ya maji na mabwawa ya tope sumu nchini yako salama. Hakuna tishio lolote. Mabwawa ya maji na tope sumu husanifiwa yakiwa na ukomo wa uhai wake. Aidha, ili kuweza kuyaongezea uhai, hatua mbalimbali zinahitajika kutekelezwa ikiwa ni pamoja na kuhakikisha miundombinu yake inaendelea kuwa salama. Mkutano huo utakaofanyika kuanzia Oktoba 21 hadi 23 mwaka huu jijini Mwanza utakuwa ni mkutano wa 4 wa mwaka kufanyika, ambapo utaambatana na mafunzo yatakayojikita kwenye usalama wa miundombinu ya mabwawa kwa wachenjuaji, wamiliki na wasimamizi wa migodi na mabwawa. Kuna mambo makubwa mawili kwenye huu usalama ambao tunazungumza. Ya kwanza ni zile athari ambazo kama ikipasuka inaweza kusababisha vifo na uharibifu wa mali na uharibifu wa mazingira. Mabwawa haya pia yanaweza kusababisha upotevu wa maji kama hajadizainiwa vizuri. Lakini wakati huo pia yanaweza karibu vyanzo vya maji. Wakati mjenzi anajenga, ujenzi unafuatiliwa ili kuhakikisha mjenzi anajenga kulingana na michoro ya kihandisi iliyokwisha kuthibitishwa kwamba bwawa litakuwa salama. Mkutano huu wa mwaka umekuwa ni fursa muhimu ya kubadilishana uzoefu na kuwajengea uwezo wa wataalamu wetu wa ndani wanaohusika na masuala ya usimamizi wa mabwawa nchini kuhusu namna ya kukabiliana na changamoto hizo mbalimbali za mabwawa. Amani Mbando, Channel 10+, Dodoma. Kamati ya uchunguzi mjini Moscow nchini Urusi imesema imeanzisha uchunguzi baada ya ndege ya kijeshi ya Urusi kuanguka katika eneo la Ukraine linalomilikiwa na Urusi la Crimea. Taarifa zinasema ndege hiyo ilikuwa na wafanyakazi 7 pamoja na abiria 23, huku sababu ikisemekana ni tatizo la kiufundi, ingawa bado uchunguzi unaendelea kubaini iwapo kulikuwa na ukiukwaji wa aina yoyote usalama wa operesheni ya ndege au kuitayarisha ndege hiyo kabla ya kupaa angani. Ndege hiyo ilianguka katika eneo la milima la jiji la Kubchev karibu na mji wa Crimea, ambapo ni sehemu maalum inayotumiwa na jeshi la Urusi kurusha makombora kuelekea Ukraine katika vita vyake ambavyo vimeanza tangu Februari 24 mwaka 2022. Mtazamaji, uongozi wa baraza la manispaa ya Chake Chake kwa kushirikiana na kampuni ya Plain Investment na C8 umezindua kampeni ya usafi wa mazingira inayolenga kuboresha hali ya usafi wa mji wa Chake Chake na kuimarisha afya ya jamii, ambapo jumla vijana 100 watanufaika kwa kupata ajira kupitia mpango huo, ambapo ni hatua inayotajwa kusaidia kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana wa eneo hilo. Taarifa zaidi na Masanja Mabula kutoka Pemba inasomwa hapa studio. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo, mkurugenzi wa manispaa ya Chake Chake Shida Kombo Mohamed amesema hawatavumilia mwananchi yoyote atakayeshindwa kufuata taratibu za utunzaji wa mazingira. Alisisitiza kuwa usafi wa mazingira ni wajibu wa kila mmoja. Hii itasaidia sana kuondosha haya majaa yalikuwa rasmi. Bila shaka wananchi walikuwa wakitupa taka katika maeneo haya ambayo sio rasmi kwa sababu walikuwa hawajui taka ndio kazitupe wapi. Sasa hivi tumepata mwarobaini wake huu hapa. Kwa hiyo tunaiomba jamii zote hizi zituunge mkono kwenye hili hapa. Tunapofanya usafi huu kuondosha majaa, wao wasirudie tena. Taka zao sahihi watakuwa wanachukuliwa majumbani, na kikubwa wanatakiwa watoe ushirikiano kwenye kampuni hii ya usafi kwa ajili ya kulipia ada ya usafi. Kwa upande wao, viongozi wa kampuni ya Pre-Plan Investment pamoja na C8 wameahidi kuendeleza juhudi za kusafisha mji kwa ushirikiano na manispaa pamoja na vijana wateuliwa kutoka shehia 10 ambazo zitanufaika na kampeni hiyo. Tawishi wananchi kukubali huduma, na baadaye taka zikishapungua tutaweka ratiba zingine za muda kidogo, ambao baada ya siku 3 labda kwa wiki mara 2. Nia yetu kwanza miezi 3 hii tufanye hili zoezi kwa muda mfupi huu.
Malengo kwanza, kutoa huduma bora kama ni kampuni. Malengo la pili ni kuhakikisha kwamba sheria zetu katika Baraza la Manispaa Chake Chake kwamba sheria zetu zote zinakuwa safi na salama. Vijana pia wanaofanya hii kazi wanahitaji japo sabuni, kwa sababu kwa shilingi 3000 kwa mazingira tulionao sasa hizi ni pesa ya kawaida. Kama mimi kijana na mwananchi wa shehia ya Gombani nimelipokea kwa bashasha na kwa furaha, kwa sababu mimi mwenyewe nikiambiwa nichukue taka nikatupe, na hiyo siwezi, lakini still kuna vijana wamejipanga kwa kazi hiyo kwa kutusaidia, ni jambo zuri. Ada ya kutoa kwa kila mwananchi kwa kila mwezi shilingi 3000, hili si jambo gumu, ni jambo jepesi, wananchi waweze kulipokea na waweze kupata mafanikio yaliyokuwa ni mazuri, kwa sababu unaweza ukatulia hata nyumbani kwako, taka zako zikaja zikachukuliwa zikakushanywa pale palipokuwa ni sahihi na baadaye kuondolewa. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Vijana mkoani Njombe wametakiwa kuacha kuchagua kazi na badala yake wafanye kazi inayoweza kuwaingizia kipato halali, ikiwemo kilimo cha parachichi ambacho kimekuwa msaada na kuwanyanyua kiuchumi vijana wengi hivi sasa. Michael Patrick ametuandalia taarifa ifuatayo. Tatizo vijana wetu tulionao sasa hivi hawaangalii kesho itakuwaje. Leo wanaangalia hapa waliposimama, hawaangalii wenzao waliofeli nyuma. Kwa upande wa ushiriki wa vijana kwa kweli wapo nyuma, hawaelewi maana wa kilimo cha parachichi, kwa sababu wao wanalenga tu mapato ya papo kwa papo. Ni msisitizo wa baadhi ya wakazi wa kata ya Kifanya, halmashauri ya mji wa Njombe, wakiutoa kuwaasa vijana kutumia fursa zinazowazunguka ikiwemo kujishughulisha na kilimo biashara, wakati wakazi hao walipokutana kupatiwa mafunzo ya kuwajengea uwezo wa kulima wa zao hilo. Vijana wengi bado wapo chini sana. Wanachokosa ni ufahamu walipo waende na hatua gani ili wasonge mbele. Kwa zao bora zaidi, kwa sababu zao hili linampa mkulima kipato cha uhakika kila mwaka, ili mradi tu kwamba anakuwa amezingatia namna ya utunzaji. Kwa upande wake, mwezeshaji wa mafunzo hayo Simon Mabula amekiri kuwepo kwa mwitikio mdogo wa vijana kushiriki katika sekta ya kilimo ikiwemo zao la parachichi licha ya kuhimizwa mara kwa mara. Bado tunahimiza vijana, kuna fursa kubwa na changamoto kubwa utasikia vijana ni ya mitaji, na hisi ulisikia leo ndugu mtangazaji, lakini ukija kuangalia tunatakiwa tuanze. Hili zao linakwenda kwa uzalishaji wa mti. Kwa miaka 5 sasa, zao la parachichi mkoani Njombe linatajwa kama ni dhahabu ya kijani ambayo imewakwamua wananchi mbalimbali kupata manufaa ya kiuchumi. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Manispaa ya Kibaha imenunua magari 7 mapya yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.3, hatua inayolenga kuongeza ufanisi wa kazi na kasi ya ukusanyaji wa mapato ya ndani. Margaret Malisa anaripoti zaidi. Mkurugenzi wa Manispaa ya Kibaha, Daktari Rogers Shemwalekwa, amesema ununuzi huu ni sehemu ya utekelezaji wa maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora kwa wakati. Sisi tumejipanga kuwafikia wadau wetu kule waliko. Tunatoa elimu ya biashara, tunatoa elimu ya tozo mbalimbali ambazo wanapaswa kuzilipa, na mwisho wa siku tunazikusanya. Sasa haya huwezi kuyafanikisha kama huna vitendea kazi. Kwa vyombo hivi vya moto ambavyo leo tunavipokea yanaenda sasa kuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi, lakini na kuwapelekea wananchi wetu tabasamu kama ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametuelekeza. Mstahiki Meya wa Manispaa ya Kibaha, Daktari Mawazo Nikas, amepongeza management kwa mafanikio hayo ya mapato, huku akisema yameongeza uwezo wa manispaa kutatua changamoto za wananchi kwa haraka. Kwa hiyo niombe tu kwamba kwa sababu tunayapeleka hasa kwenda kukusanya mapato na kuongeza mapato zaidi na kuongeza bajeti katika halmashauri yetu ili kupeleka huduma kwa wananchi wetu sana kama Mheshimiwa Rais anavyoelekeza, basi haya mambo yakatimie katika kipindi hiki. Naenda kuongezea pia katika masuala ya ufanisi na ufuatiliaji wa masuala mbalimbali yanayohusu kero za wananchi, masuala mbalimbali yanayohusu miradi ya maendeleo pamoja na masuala yanayohusu masuala ya manunuzi na ugavi. Lakini vile vile tunaweza sasa kwenda kuwafikia wananchi kwa ukaribu zaidi. Margaret Malisa, Channel 10. Yes, serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 23 kwa ajili ya kutekeleza mradi mkubwa wa kusambaza maji kutoka bwawa la Igombe hadi
katika tenki kubwa la Itumba, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kumaliza kero ya maji kwa wananchi katika manispaa ya Tabora. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana taarifa zaidi. Mradi huo unaotarajiwa kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji iliyokuwa ikiwakabili wananchi kwa muda mrefu, huku serikali ikihakikisha huduma ya maji inapatikana kwa uhakika wakati wote mara utakapokamilika. Na hapa kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora TUWASA Bwana Biswalo Bernard akizungumza mara baada ya kamati ya ulinzi na usalama wilayani hapa kukagua maendeleo ya mradi huo, anaeleza hali ya upatikanaji wa maji ilivyo kwa sasa mkoani hapa pamoja na gharama zinazotumika katika utekelezaji wa mradi huo. Kipindi kunakuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji kwenye baadhi ya maeneo kutokana na ukosefu wa huduma kutoka kwenye chanzo cha maji kutoka Ziwa Victoria, ambazo serikali imeanza kulipa gharama za awali kwa ajili ya mkandarasi kuanza kazi. Baada ya mradi huu kukamilika, huduma ya maji katika manispaa yetu itakuwa ya uhakika zaidi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Tabora Bi Upendo Wela akizungumza mara baada ya kukagua maendeleo ya mradi huo, anatoa maelekezo ya serikali. Muendelee kuongeza nguvu ili basi muweze kutanua wigo wa utoaji wa hiyo huduma. Lakini na kwenye ile swala la maji taka kama ulivyotuambia mnaendelea na ile study, nadhani na lenyewe ni kipengele muhimu kukifanyia kazi ili tuweze kuona sasa, kwa sababu mji kama tunavyojua mji unakuwa, maana yake unahitaji pia miundombinu yote ikae vizuri. Kwa kweli huu mradi kama utaisha na ukafanikiwa kuwepo, kwa kweli tutanufaika sana. Kila mmoja ana uchungu na huu mradi kwamba tumepata fursa kubwa. Mikoa mingine hamna fursa kama hii mwandishi. Lakini sisi tunafurahi. Adela Moses, Channel. Na mtazamaji, taarifa ya Adela Moses kutoka mkoani Tabora ndio inatamatishia upande wa habari hizo, na hivi punde tutakwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel Plus, endelea kusalia nasi.